Chapesa. Na mambo vipi mtazamaji wa Chapesa Media, karibu sana tuzungumzie michezo, mwana michezo mwenzangu wa Chapesa Media. Kama ilivyo ada, ukiona asubuhi nimeshika hiki kitonge, jua nakuletea habari za kimichezo na burudani. Pembeni yangu nimemletea mzee Side, tuzungumzie mchezo wa jana. Najua viwanja mbalimbali mtanange ulikuwa unaendelea. Raundi ya pili siku ya jana, Yanga Sports Yanga African ametoka na ushindi wa goli 4-1. Mzee Side ananipigia simu ananiambia, baba, huo mpira huyo mtu vipi? Mbona alishamvua vyeo kuonekana huyo kocha hawafai hata mwezi miwili afiki? Lakini jana mwenyewe ananiambia huu sio mpira. Hili sasa ni biliani limerudi tena Yanga. Lile lililopita ndio hili. Huku Azam nayo katoka na chuma 2-1, lakini kadi nyekundu zinaendelea kuchanja mbuga. Video support inazidi kuleta mabadiliko na mapinduzi ya kutosha. Wanalalamika, lakini TFF wameamua kutengeneza amani na kuleta mchezo uliokuwa wa harari. Niko na mzee Side, tuzungumzie mchezo wa jana uliofanyika pale KMC. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Kwema mari. Kwema. Shikamoo. Marhaba. Hila umeliona? Wewe naye Yanga wakifanya vizuri una furaha, kitonge kinakuwa kimechangamka. Kuchangamka kawaida, kwani jana sisi tumechangamsha watu. Sawa bwana, Pila jana? Pila umeliona? Ile vita, ule sio mpira, wao wanatafuta kuua watu. Akia Mungu, huyo kocha aliyekuja huyo. Mimi nilikuwa namchukulia poa mwanangu. Ulikuwa unamchukulia poa? Jana nimemfuatilia kwa umakini. Yaani anafoka zile goli 2 bado anafoka. Sasa huyu anafoka nini? Sasa nikasema huyu watu wameshakula 4. Sio 4, sio 3 zile. Ndio wamekula 3. Sasa huyu Kwanza umemkubali kocha kwanza kabla tuendelea kwa mchezo. Kocha umemkubali. Kwa nini CCM walimkata nani? Walimkata engineers. Ili iweje? Si angeenda kwenye ubunge tu. Si tupumzike. Kwani angekuwa ubunge asingekuwa? Kuna. Angekuwa amebanwa kama mwenzie nani? Kama mwenzie huyu nani huyu? Antoni Mavunde. Mimi nakwambia kweli hao vijana hawana, yani hao vijana hawana huruma kabisa. Mavunde uwanjani aende. Anaenda kutafuta nini? Muone peti kija likija. Kila likienda kupigwa na ingia. Bwana wewe bwana, saa ngapi atatumikia wana? Dodoma unamuone. Jamani hao watu wanania gani na bwana haki ya Mungu. Mankoba anasema sijui niliwakosa vipi Simba nikawafunga goli 1. Mama yangu mzazi kaongea jana, kaongea hata. Kwa nini niliwakosa vipi Simba mpaka mimi kaondoka na chuma 1? Niliwafunga goli 1. Unajua Mankoba anajua afu yangu linatumia mkono wa kushoto. Babu anataka mpaka kuruka. Anaongea kwa slogan, anatumia ishara ya kushoto. Babu mogope sana unajua. Bwana ule mpira sijauona. Mpira hujawahi kuona ndani ya ardhi? Bwana kuna huyu mtu huyu kavaa namba 11 wanamuita Amadi nani? Amadi nani? Zakwa Hussein. Hussein yule Mtanzania? Atokea Mtanzania wapi na kati ile ndo X Factor nani wale water player wale waleta wale watatu. Bwana mimi sina hata cha kuongea. Una cha kuongea? Sina cha kuongea. Kocha ulikuwa umempa siku ngapi? Nimemaliza maneno. Kocha ulimpa siku ngapi? Bwana nimejirekebisha jamani. Nimejirekebisha. Yule hatari. Bwana huyo Hussein kuna moja sasa tutangulie tukutane. Kuna moja sasa kaka iliwekwa twende. Mwanaume akaondoka, Boka anakimbia jamani. Wewe unazijua gari zile za zamani zilikuwa zinaitwa Peugeot. Boka anakimbia jamani. Peugeot. Boka anakimbia jamani. Kama SGR hata. Mama yangu Boka anakimbia. Sijawahi kuona mtu anakimbia kama Boka. Boka ana nini yule? Kwa aliyo Mohamed Hussein namba kugombea na kwaje mwana? Atakuwa anaingia kipindi cha pili. Kipindi cha pili mdogo wangu. Wali ile. Haki ya Mungu Hussein na muonea. Simba Junior kweli. Yaani haki ya Mungu, yaani asipo babu. Anga. Mwanangu likaondoka bwana. Yaani ushamuona tembo anapoanza kukimbia, basi ile jamaa linafanya namna linanesa mwanangu, linanesa. Lilivyokuja kuchanganya na mwaga maji. Yaani yule beki alienda tu kujigongesha kwa Boka ili kusudi tu yani itakavyokuwa ndio hivyo. Umeona bwana kaenda kajigongesha ili kusudi ili mradi aise. Faulo iponekane kuwa mwanangu likauwai hata hivyo likauwai likaiweka
bahati mbaya sasa alichelewa. Ule mpira kama umekimbilia kwenye chaki. Kuna moja kazulumiwa. Nani huyo? Boka kapewa mwanangu kwenye chaki likawa lina ukomba na mguu wake wa kushoto. Refa chikapuliza filimbi eti umetoka mpira nje na miwelefa. Wekeni VAR ione kama mpira umetoka. Imepigwa ile afu likaweka namna ya kama mpira unataka kukimbia likaiweka. Afu likaiweka sawa. Kaiweka sawa mwanangu afu kaigonga sasa tuondoke. Akamchukua mtu. Yule Hussein Zakwani yule alimchukua mtu. Beki ile. Kwanza alimtikisa. Giji afu akampiga twende kidogo. Alimpigia twende tuondoke. Bwana zile chenga si za kizamani zile bwana. Na kupigia huko tuanze kushindana. Hiyo twende tuondoke. Twende tuondoke. Wewe unajui na wewe mpira umecheza. Zile chenga zile ndio tulikuwa tunatumia zamani. Mpira usioeleweka. Twende tuondoke. Twende tuondoke kama unaweza. Twende tuondoke, mtoto anajikuta yupo ndani ya 18 nikasema mtume. Kaipiga Max naye ana vita. Wote kila unayemgusa sasa hivi umeanza kuwa balaa sasa. Ngoja kwanza. Tuje kwanza mzee Saidi kwenye hizi sajili alizozifanya. Sasa hiyo ndio hela ipo kwenye mfuko wa shati. Mwenzenu kachukua hela zake kaenda kuweka Msumbiji. Nyie mnakaa mnapigizana kelele hapa. Momo kaishashtuka. Kaishawaoneni amueleweki. Kila siku kugombana kuwekana malokapu. Timu unawekana lokapu babu. Kaeni na ujinga wenu. Akia Mungu sisi wajinga watu wa Simba. Na nakwambia hivi, Simba ile sijui jinsi ilivyoanzishwa kwa sababu nilikuwa sijazaliwa. Mimi naona inaonekana ile Simba ilikuwa labda ya watu wa nje. Ilikuwa sio Simba ya Tanzania. Kwa matatizo haya kweli wanashindwa kutusaidia? Kweli kwa matatizo haya? Kama kweli vilabu hivi vilianzishwa na watu wetu wa ndani humu ndani humu, yenu wanashindwa kutusaidia. Ule si ujinga wanaofanya ule pale ule. Miaka 5. Sawa, nyinyi mlichukua 4. Hii miaka 5. 4 ya wapi? Mkuchukua 4 mfululizo. Yanga wanachukua tena. Hakuna atakayemzuia Yanga babu, mimi nakwambia hapa. Hakuna atakayemzuia Yanga yoyote yule, labda kwenye mechi za kimataifa. Lakini kwa Tanzania hii mbwa hamna. Kwa hiyo hamtamani kukutana na Yanga. Kwanza sitaki hata kusikia. Utamani kukutana. Naomba hata hizo tarehe wazidi TFF kusogeza. Wewe shida gani ile? Bora tu waseme bwana Yanga na Simba watakutana mzunguko wa pili mechi zote mbili. Labda na sisi tutakuwa tumefanya usajili wachezaji wamekuja. Wewe babu ule moto achana nao babu. Wewe babu wewe. Humjui nani anayekufunga. Jana Mohamed Hussein kaingia kaliweka. Wewe unafanya mchezo naye wewe na mgoli ilikuwaje? Naye akili. Mchezaji ana akili yule babu. Mnaenda kutuletea mavula. Unajua Chuma alijua kama ule mpira unatoka? Achia alijua, wamechoka. Timu nzima yote walichoka. Ilipopigwa ile kakunja. Huwezi kujua ikiwa huko vitani. Kwa ile risasi haiwezi kunikuta. Unatakiwa ujitetee mapema. Wale walichoka. Speed gani ile? Ile speed ile. Kocha anakuambia bado. Watu wanatembea. Yule anatafuta kuua watu. Wewe mtu anatembea na mpira utafikiri kaushikilia mkononi. Anakuambia pale bado. Yaani quality anayoitaka haijafikia. Kocha akasema mzee, Shashamani mzee yule. Tuzungumzie pia Shashamani. Goli 2 ambazo zote alizofunga bwana. Kibendera kitu kimenyoka. Kuna baadhi walianza kulalamika wanasema ngoja kwanza kama hii leo marefu wamekuja kwa ajili ya Shashamani. Babu, ngoja nikwambie. Nyinyi mseme vyovyote marefu wamekuja kwa ajili ya Shashamani, sijui nini. Yule mtu ni hatari. Yaani kule mbele humjui mtu yeyote atakaye kufunga. Babu wewe ngoja wale wamalize. Mimi nilikwambia ngoja. Waanza kukubaliana, combination ianze kuelewana. Babu, jana mimi ndio nimewaangalia vizuri. Coast walikuja na akili ya kupunguza magoli. Walianza kufunguka. Ndio. Wale wangefunguka walikuwa wanakula si chini ya 7 au 6. Hizo 4 hizo zimewasaidia hizo. Wamejisaidia. Wewe jamaa yako siku hizi anajua Kiswahili naye anaongea Kiswahili. Jiji Diala anaongea Kiswahili, anamwambia wewe sogeni huko juu mwende huko. Yaani kakaa hana kazi yoyote, hata wamweke tu mwanangu yule pale. Masalanga. Wamweke tu Masalanga sasa hivi. Jiji Diala asubiri mechi za kimataifa. Nakwambia unafika saa ngapi? Mimi nilikwambia. Bana shoot on target jana mzee Saidi, maana stories zimenoga, lakini mchezo pia tuzungumzie. Yani kama ilivyo ada mechi ya pili. Mechi ya 3 tuzungumzie. Umeona Simba wanaongea? Umemwona nani anayeongea? Na ukimwona mtu anaongea kwa roho ngumu, kila mmoja sasa hivi ataanza kuiongelea Yanga. Simba anaongea? Hata watu wa Simba sasa hivi wataanza kuisifia Yanga. Kuna shabiki mmoja yule Malaika anasema akili ipo Simba ila moyo upo Yanga. Yeye ndo anasema hivyo. Watu wanataka kusilimu. Mimi nilikwambia
Na bado ilipo Simba, moyo upo Yanga. Yaani utake usiitake, Yanga nilishakwambia kama maji ya kunywa. Usipoyanywa utaenda kuoga, usipooga utaenda nayo chooni kwenda kuchamba. Ndio Yanga ile. Unafanya mchezo na Yanga. Mziki bwana, Yanga hii tunayoiona sasa hivi mzee Said, kwa makocha waliopita yupi ambaye hakuna mtu anayeniumiza roho yangu mimi kama Engineer. Kwanza vaa yake anavaa kibisho, afu timu inafanya vizuri. Yaani wakikutana na yule jamaa yake sikacheza mpira yule. Nani kacheza mpira wapi bwana? Anaujua mpira wewe, umeona yule rais yule bwana wewe. Anaucheza mpira yule. Wewe umemwona siku alivyokuwa anajikangamua pale. Pale nani, yani natamani hata niende nikamkamate nimtupilie mbali, yani aondoke nisimuone. Mimi na walaumu CCM. Kwa nini wakumpa ubunge huyu? Kwa hiyo nataka apewe ubunge huko atoke. Tuachie na sisi tupumzike tupate nafuu. Haki ya Mungu hatuhemi. Sasa ndo na miaka 4. Nakwambia hivi, hatuhemi mpaka aondoke yule. Bwana. Simba Yanga nani wote Simba sijui nani hatuchukui ubingwa mpaka Engineer atoke na wenzake. Nimesikia hataki kuondoka pale mpaka yeye binafsi. Mimi nakwambia nimekanyaga ardhi ya Mwenyezi Mungu hii. Yule mpaka atoke. Wazee wa Yanga wamesema asiondoke. 2030 tena. Ataondoka kwani yesi atakufa tu. Apotelea mbali ataafe tu. Si tumechoka. Yaani yule jamaa anatuumiza sana. Wewe umemwona siku ile wamekaa kule kwenye wameenda kumtambulisha Aziz Ki. Alikuwa kavaaje yule? Alikuwa kavaaje? Yaani leo unamuona kavaa kiutu uzima, kesho akivaa kifuzuale vile vibana vile na kikoti kile mwenyewe kapendeza. Kesho Stars. Na tena hebu naomba. Na mtu mmoja mjanja sana lakini nitamnasa tu. Nikasema I say Engineer wewe basi wewe naye nini utaharibu maongezi? Tunaharibu vipi? Ndio nakwambia. Mimi nimeshamwambia Engineer. Mimi nakupa tetesi. Mimi ndo nakupa tetesi. Nimeshamwambia Engineer. Mimi nakupa tetesi. Ataniua. Kama kweli mimi ananipenda, mzee wake ataniua. Dirisha dogo anavunjishwa mkataba. Mimi nakupa tetesi. Mimi nakwambia hivi, kama anataka kufanya hivyo, akija siku akisikia mzee Saidi kafa, atajua yeye ndio msababishaji. Mungu. Mungu wapi? Mungu pressure kuna Mungu. Ndio. Pressure kuna Mungu. Hata pressure imekulipuka si unaondoka. Ondoka jamaa yangu Manyoni kule Makolo. Huyo Mungu sio yeye. Yeye usiki ana uwezo huo na wala. Ataondoka tu na yeye asijui lini ataondoka. Mimi siku nikiongea naye nitamwambia kwani wewe utoke hapo Yanga? Yanga yako. Kaka ngangania tu. Wewe mzee Saidi sasa hivi amtaka yule mpaka aondoke. Ndio timu hizi zingine zitachukua ubingwa. Mimi ndio ndiye kwambia sasa hizi nimekanyaga ardhi hii. Mpaka aondoke yule. Wako na yule baba yao yule. Yanga bingwa. Yaani wale mpaka waondoke. Ule sio mpira babu. Magoli mechi 2. Goli 7. Mpira babu. Mechi 2, goli 7. Na ndio bado watu hawajaanza kuchoka. Majeruhi sijui nini. Mimi nakwambia kuna watu watakuja kula 12 mule. Unampeleka mtu KMC? Kama wale kina Fountain Gate wale. Hata kama huyu nani huyu si ndio mlikuwa mnamtegemea? Hawa wa nini hawa waliocheza jana na Polisi wamepigwa goli 2. JKT. Mungu wangu. Alokulaga 5 pale. Atarudi tena kwa mziki. Alafu ile ndio Yanga ilikuwa imeshuka quality. Huu mziki yani kwa ligi hii kwa hizi timu zote nilizoziona hakuna timu inaweza ikachukua sare kwa Yanga. Na ikichukua sare kwa Yanga hiyo ni timu kibo. Huyo kocha anatakiwa kaguliwe leseni zake. Saidi. Na hivi leo tarehe 21 mimi huaga siongei kitu cha uongo. Na nikikosea hakuna timu itakayechukua draw kwa Yanga. Na ikichukua draw kwa Yanga huyo kocha akaguliwe. Jana kakukosha mchezaji gani mzee Saidi? Tuache ushabiki. Kwa siku ya jana mchezaji wa timu ya Yanga ni yupi ambao kwa kweli ukasema huyu bwana mimi naomba angeanzia hata bench? Amadi. Afu yule mwingine yule hajulikani anacheza nyuma mbele hajulikani mbele yupo nyuma yupo. Namba ngapi? Mimi sikumkalili jina lake. Yule aliyofunga Simba. Albert Kangwanda. Sio Albert Kangwanda. Yupi? Kuna Zakwan. Maxi. Mimi hata sijui anacheza wapi. Yaani hata sijui Maxi alikuwa anacheza namba ngapi. Sielewi. Mimi nilikuwa naona tu kila sehemu yupo. Kwenye 18 ya wapinzani yupo. Kwenye 18 Yanga yupo. Wapi yupo. Maxi utafikiri kama vile timu ile kaambiwa hii timu ilikuwa ya baba yako. Yaani mpaka wanakela watu gani wale?
wale sasa hivi mziki wa Yanga tena wale TFF naomba iende kawapime wale. Wanaweza wakawa wanatumia dawa za kuongeza nguvu. Ule sio mpira. Hapana. Sajili mzee. Usajili gani? Unaambiwa sajili. Nyinyi mnaambiwa msajili, mnasema wote na wasubiri. Hebu subiri. Hivi Max ulimuona lakini? Sawa, nimemuona mechi ya 3 jana namuona. Kwanza ya Simba wamekuja zidi ya Namungo. Alikuwa wapi? Lile goli anafunga alikuwa wapi? Alitokea wapi kwanza? Yule Hussein Zakwani yule kamchukua yule mtoto kaingia naye alafu anakimbia kama anamtamanisha kama atamkuta alafu anamfanya namna. Nikaona hii dharau hii. Kaingia kama ingia kwenye 18 alipoingia kwenye 18 Hussein anakimbia kwa kujilegeza. Nikasema yule mtoto akimgusa hata na kidole penalti. Alafu yule kaenda kaipiga Max naye yuko peke yake. Kaenda kuigongesha mwamba. Na nini naye kamjibu. Mdathuru ya haya naye kafunga goli la kumgongesha. Ndio mjue Mdathuru ya haya nakwambia yule alienda kufanya mazoezi Simba yule. Wakati wamewafukuza Chamanzi pale. Mdathuru kaenda Yanga pale. Kwa hiyo klabu ya goli wakamtolea nje. Kwa hiyo mzee Said, klabu ya Yanga usijaribu kumkabau kusema huyu ndo mtata kwenye ufungaji, yoyote anakuja anafunga. Ndio. Mpaka nakohoa. Pole. Yanga sio babu. Mimi nilikwambia Yanga sio. Yaani mimi nilipoona siku ile kwenye tamasha lao wamecheza na nani? Pale nilipokuja kujua Yanga wana jiwe la moto. Ndiyo. Lile ni jiwe la moto. Yanga una wa kumkaba. Mimi nakwambia siku Yanga akitoa draw na hivi vitimu vyetu hivi. Hivi vya ndani hivi. Vya changisha tuondoke. Huyo kocha aenda kakaguliwe. Wana dakika kama 20 za kwanza kocha wa Yanga pamoja na kocha wa ile timu ya Coast. Ukiangalia bwana Fikirini, ukiangalia kipindi cha kwanza ule mchezo kama ulianza kubalance kwenye dakika hizi 20 hapa. Kocha yule kipa golikipa yule Chuma. Unamzungumziaje ile mishuti alikuwa anapiga ile mpaka muda mwingine? Si alilala chini pale na daktari mimi mpaka unanipigia simu na kuuliza baba. Huyu golikipa amelala. Mbona nataka kumpiga mpaka Diara? Amelala chini pale anamwambia daktari wake yule, fanya mpango yule naye aingie, mimi nimechoka. Daktari anamwambia hapana, yule akiingia atakuwa mengi. Wewe kaa tu jitahidi hivyo hivyo. Kamelala chini pale. Hata sehemu aliyoumia ajui. Kila kimwelekeza hapa dokta akigusa hapa anamwambia sehemu hii huko. Kila anapomgusa dokta wamekaa chini pale. Dogo analalamika. Chuma analalamika. Maana unafanya mchezo. Kila shughuli aliyopewa si ya kawaida. Watu wanacheza langoni. Watu mlangoni. Bana mimi maneno mimi leo sina. Mimi tu nikwambia ukweli. Najifikiria mimi na timu yangu ya Simba. Nikikutana nao gari limewaka vizuri, wameelewana. Kocha na ule mkono wake kushoto kashika yale madaftari yake, utafikiria yani anakasirika. Watu wanafunga magoli lakini yeye kakasirika. Ndio. Kama mimi haki ya Mungu. Ingekuwa inawezekana kama ningekuwa naonana hivi kama tulivyoonana mimi na mama Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Bi Mkubwa, ningemwambia mama, hebu mtafutie hata ubalozi Injinia si aende akakae huko. Yaani aondoke. Akia Mungu mimi ningemwambia tunapata shida, hatutochukua ule ubingwa mpaka yule kidume kile kiondoke. Msajili. Tumsajili nani? Musajili. Hela iko wapi? Musajili. Hela bado iko benki imefungiwa. Sasa zile hela zilizokuwa zimefungiwa zimechukua zimepelekwa Msumbiji, hakuna kazi tena. Hela mtapata wapi? Kwa hiyo uwezekano kuendelea kuleta competition na Yanga haupo. Hamna timu yoyote, hamna. Ukijitetea sana ndio unafungwa vigoli viwili. Hapo ndio watu wamekuoneeni huruma. Kama inavyouma wewe kufunga goli moja. Yeye inamuuma. Kwa nini nimefunga goli moja? Funga goli moja huyu. Alinizidi wapi? Ndio anatafuta sasa. Tulinganishe sasa. Kwa sasa hivi sasa. Steve Becker na Mankuba. Babu limankuba babu. Imepewa watu. Steve Becker ni mzuri, lakini hajapewa watu. Hana watu. Na ninakwambia Steve Becker hana muda mrefu ataondoka. Steve Becker atakasirika ataondoka. Ujue mimi kuna daktari mmoja nimeona naye alikuwa Simba. Wakamfukuza wakamuhisi yeye ni Yanga. Amenitafuta mpaka amenipata, amenieleza vitu vingi sana. Ikiwemo na kocha, kuna kocha mmoja aliondoka pale bila kufukuzwa bila kufanya nini. Walipishana kauli na viongozi. Watu waliokuwa na wahitaji
hakupelekewa wale, akaenda kupelekewa Maguruguji. Akaona sasa mimi nitakuwa naendelea napoteza CV zangu. Hasa Beka tangu kaja, kinachombeba ni nini? Hakuna chochote kinachombeba zaidi ya hili kombe. Hili kombe nani analijua? La shirikisho. La shirikisho nani analijua? Tunalijua sisi wenyewe. Humu umeshika nafasi ya pili. Sasa yeye Beka kila siku anashika nafasi ya pili. Beka na CV kubwa, tukubaliane hilo. Lakini je, umepewa vitendea kazi? Na vitendea kazi ndio wachezaji. Je, unao wa kutosha? Wewe unaenda kumleta Dumbia mchezaji? Au Londolemba mchezaji babu? Mchezaji. Mchezaji kavaa jezi, hata wewe ukivaa jezi sasa hivi unaonekana mchezaji. Wewe vipi bwana wewe? Mradi ujue kupiga danadana. Bwana, na mimi nikwambie hivi, Simba timu yangu, Simba naipenda. Mimi nitaendelea kukosoa. Japokuwa watu wanasema naisema vibaya. Mimi Simba siwezi kuisema vibaya klabu. Nitasema vibaya kwa sababu wale wanaoitengenezea Simba wanatuharibia timu yetu. Sisi ukati tuko na Mo, tumechukua ubingwa mara 4. Tumefanya usajili mzuri. Ndio. Tumefanya usajili wa kuvunja mikataba. Sasa mnashinda. Tulikuwa tunaenda mpaka tunachukua wachezaji wengine wa kawaida, si ndio? Lakini walikuwa wana uwezo. Kwa mfano, Chinga Boy amekuja, hakuna anayemjua. Mixon kaja kajanjulukia wapi? Simba. Nani Chama? Nani alikuwa anamjua? Chama kaja kuvuma hapa baada ya kuwa na malezi mazuri ya timu. Timu inaandaliwa vizuri, timu ilitengenezewa wachezaji wazuri. Kina Kagere wote wale timu mpaka sasa hivi kina Kagere wanajulikana duniani kwa sababu ya Simba Sports. Sababu ya nani? Sababu ya Mo. Sasa mnakuja kutuletea watu wenu wa ajabu hao, wanatuletea mpaka kuanza kuleta vitu ambavyo tofauti katika Simba Sports. Si tulikuwa hatupelekani shekhe mapolisi. Kwani mdhamini si bado wewe? Hivi mimi ngoja nikuulize kitu kimoja. Mpira. Mimi mpira unanikamata unanipeleka lock up. Au unanikamata mimi unanipeleka polisi kwa sababu natetea starehe yangu. Wewe uliyekuja ndio ondoka. Mimi siwezi kuondoka, mimi nitaendelea kuwepo. Kwa sababu yale ndio mapenzi yangu. Wewe umekuja hivi juzi na hela zako. Sasa wewe na hela zako ondoka. Uone kama Simba itazalilika. Simba ilipofikia pale alipoifikisha Mo pale ikajulikana kimataifa, bado ina uwezo wa kujulikana, watu wanaweza wakaja, lakini watu wanashindwa kuja kwa sababu maneno yamekuwa mengi, kuugomvi. Kwanza unajua wewe ukishamkamata shabiki ukimweka loka putajiri mwingine anajua sasa mimi nitaenda pale wahuni watupu wale. Mashabiki na wanachama. Mashabiki na wanachama na hao viongozi wao waeleweki wote. Yaani mnapewa jina hili moja wote nyinyi wahuni. Mtu gani atakayeleta hela yake pale? Mtu hawezi kuleta hela yake kwa sababu uelewani. Utakuwa na uoga. Wana uoga, hawaji. Lakini ukiwaambia watu wanakuambia yule msaliti yule. Unaona wenzenu kule? Hela ambayo yuko kwenye mfuko wa shati kwa JSM, Garibu. Anatoa tu. Angalia ile timu hilo hapo sasa. Bwana tuzungumzie. Muomba sana engineer siaturudishia Meduseni wetu. Huko ushaomba. Ngoja basi. Kuma fullback anao wa kutosha. Wangapi na kati wako wawili? Yao. Yao si yuko kule namba 2. Huyu namba 3. Bwana. Yao hatajulikani anacheza katikati au anacheza wapi. Kila mchezaji leo utamshangaa. Yaani mimi nakwambia timu nzima naishangaa ile. Katolo Didiji yala. Yeye kakaa tu jana. Kakaa tu anapiga mruzi. Didiji yala bwana, siku ya jana tena clean sheet imefutwa tena ameikosa. Ni kawaida. Mpira wa free kick umemgonga Boka, umeingia ndani. Hivi vitu vya kawaida hivyo. Wala clean sheet kitu gani babu? Clean sheet unapata pointi 3. Clean sheet ya nini? Kweli yule mpira alikuwa anaufuata. Ndio. Bahati mbaya katika kuruka ukamgonga kwenye bega. Boka ukaingia golini. Basi vitu vya kawaida tu hivyo. Mimi wala sianagi hivyo vile clean sheet ya nini? Na nini kwani? Wewe angalia timu yako imechukua pointi 3, ndio kitu cha muhimu. Imechezaje mpira? Imewavurugaje? Wewe unaona jana nilikwambiaje Simba? Nashukuru tumetoka na pointi 3 kanda ya Ziwa. Pointi 6. Tumetoka nazo kule. Zamani tulikuwa tutoki na pointi 6. Kule ulikuwa unatoka na pointi 1 umegongwa kabisa ndio unarudi. Ndio. Sasa hivi unaondoka na pointi 6. Mzee Saidi, pia tuzungumzie ile kadi nyekundu. Mchezo tena wa jana, kadi nyekundu tunaiona tena. Kwa Coastal Union. Ndio na mimi nakwambia hivi. Narudia yale. Sasa yule naye utasema amefanya kusudi kumkanyaga Duke Abuye. Kapanda mguu. Kusudi ile.
Sio kusudi. Yule alikuwa anataka kwenda kukanyaga mpira auzuie. Duke Abuye akawa ameuhamisha mpira, yule bwana akaukuta mguu. Kapanda hiya. Kaukanyaga ule mguu. Lakini yule alikuwa anania kucheza babu. Lakini nazungumziwaje? Ni faulo. Ni faulo. Ni mtu anayekwenda kukusudia tukio. Unamjua kabisa yule kaenda kucheza rafu kwa maksudi. Lakini yule hakwenda, kwanza alishajua mimi napewa kadi nyekundu. Kwa hiyo yani akabaki amezubaa. Umeona mpaka ile kadi nyekundu inatoka, wala hakureact. Akajua kweli mimi nimekosea, nimeenda kukanyaga mguu wa mtu, lakini sikuwa na dhamira ya kwenda kumkanyaga yule mtu. Umenielewa sijui? Hakuwa na dhamira ile. Unajua kitu kingine? Kama kweli tuna nia ya VVR ifanye kazi. Video support. Kamera ziwe nyingi. Ziweke kamera nyingi uwanjani. Zifungwe hata kamera 4, pembe 4 zote za uwanja. Na kamera ziwe kamera heavy duty. Zimuonyeshe muamuzi. Kwa mfano mechi ya jana, muamuzi anawakataza kabisa watu wasimshauri. Anapoenda kuangalia ni peupe. Maneno unayasikia yanakuchanganya. Yule mpaka anafanya namna hii, si nimeona mimi? Anawakataza basi acheni kwanza niangalie. Kila mmoja anaongea na la kwake. Alajiga jana katoa umeme kama kawaida yake. Yaani Alajiga. Mtani tunakuja. Mtani jana mechi ya pili no red card. Ila upande wako mwana mzee Saidi una kadi 2 mpaka sasa hivi. Hii unatofautisha una tofauti gani hapa kati? Timu sio nzuri. Timu sio nzuri. Mimi nimekwambia. Watu wa nyuma wanakaba sana mpaka wanachoka. Wanajikuta wamereact tu bahati mbaya. Ndio. Mpira mbele haukai. Sasa hebu ngoja mimi nikwambie. Jiji Diarra jana alikuwa na kazi gani? Hamna, anasugua miguu. Sasa alikuwa kakaa tu. Mpira unaanza kuchezewa wapi? Mpira unaanza kuchezewa katikati kwenda kule. Yaani watu wana uwezo wa kutunza mpira. Hata ukiwaponyoka kule wanaanza kukabia kule. Yaani mpaka ukija kuwakuta huku kinabaka wanafanya kuanza kutengeneza mashambulizi upya. Lakini sasa mpira kule ukipigwa tu umeshatua kwa mabeki. Acha kukosea. Timu mbovu ile, yani hamna muunganiko wa timu kuwaona wao wachezaji mmoja wazuri. Bado timu yetu ina kiwango chini, hakijapanda kufikia kama level ya Yanga. Vipi? Ukiwa unaongoza ligi juu hajacheza mwenyewe. Mwenye ligi yake hajacheza. Wewe jana karudi, uliazimishwa kwa muda. Si hata nani amesema? Mchungaji. Mabwana hawajacheza bado na sisi tumekaa pale juu. Kwa hiyo tumetulia kwa muda, tumeazimishwa. Itafikia sasa. Ndio hatuonani kabisa. Pia hii hapa mzee Saidi, mimi bado bwana inabidi tulielezee kwa undani kabisa. Yanga tukishuhudia pia jana mechi ya 3. Kipindi cha kwanza no shoot on target wala shoot off target. Kwa upande wa Yanga hamna timu pinzani ilienda kupiga shuti kwenye lango la Yanga wala kusema nikosee. Ule moto. Ule moto ule. Hivi unajua wale walishambuliwa ndani ya dakika 30 Costi? Ndio. Ndani ya dakika 30 kuanzia kipindi cha kwanza mpaka dakika ya 30. Mpaka ukasema angekuwa Mzinzi angeenda kuzunguka golini. Tena afadhali. Angekuwa Mzinzi angeshaenda kulizunguka lile goli. Yule mtoto kaenda kaondoa huku. Kaenda huku kaondoa, karudi huku kaondoa. Wamekwenda dakika 30 zote wanashambuliwa na wenyewe wamezinda tu. Ndio, wamepaki basi sasa. Yaani ngoma wanaenda wawili. Mpira mara ya mwisho umeenda kumpiga yule mtoto mpaka tumbo lote likaamua kulala chini pale. Refa unaona mtoto anakufa huyu. Refa naye anaona raha. Mimi kwanza dakika kipindi cha pili nikashanganga. Mara hii kipindi cha pili. Ile ladha. Wewe acha bwana wewe. Hebu tulia bwana wewe. Ladha Nasema hivi, Costi kapunguza magoli. Lakini kama wakikutana na mtu mwenye kiherehere 7 anataka kufunguka kusema na mimi nikacheze na Yanga nikaliguse goli la Yanga. Si upo hapa, kuna vingine vinatakaga sifa. Wewe subiri. Wanataka wafunguke. Wewe subiri. Bwana wewe. Mimi wananiambia naisifia Yanga sijui ni na nini kwa sababu wenzetu wanasajili. Mimi siwezi kuacha kuisifia Yanga. Mimi naomba Mungu hata ikiwezekana yule nani. Yani bwana mimi. Nani huyo? Yani mimi nikimuona tu Engineer si akili yangu yote yani. Hata mtu akinitajia jina la Engineer si lazima nishtuke. Kwa kinachokuumiza sasa ni nini pale? Yule mtoto anajua mpira babu. Kwa hiyo umeshakubali. Nimekwambia amejua mpira. Engineer si anajua sana mpira. Wewe huko bado. Pengine huko natakiwa nayo utafute wewe. Anajua kuupiga mpira. Simba ni hiyo shida tu ya kutokuelewana. Tarimba ulimuona jana? Nani? Abasi.
Sasa ataacha akishinda shauri lile akiambiwa anashika kichwa. Mimi nakwambia Yanga. Ila sema Simba ikikaa ikitulia, Yanga hatuwezi. Simba ikikaa ikitulia. Wakitulia Simba. Kwa ile kikosi kile Simba hili wachezaji wao. Unaiona. Hiyo wachezaji wao. Wao shida huko kutotulia tu. Kutokutulia tu. Viongozi kutotulia. Au ni wachezaji bado quality ile kwepo. Wale si tukishikamana hivi. Wanatujua wale. Wale wanatujua. Ndani ya uwanja, nje ya uwanja. Nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja. Wewe acha watuvuruge hivyo hivyo. Wao wanavuruga, ngoja wanavuruga wao au nyinyi wenyewe mnajivuruga? Sisi tulishafikia paka wote station pale waliisha. Tulikuwa tunashona macho ya paka wale. Wale. Wewe acha wajidai tu kina engineers. Bado muda. Wewe waache tu. Ndio naongea. Iko siku tu. Sisi tunaumia engineers. Mimi nakwambia ukweli. Tena hakuna kitu kinachoniuma kama siku ile. Ndio maana mzee Nuru alinipigia timu, "Wewe mtoto, Saidi uko wapi? Huko kuna nini huko? Mbona natukanwa mimi na watu wa Yanga?" Nikamwambia wanamtangaza, kuja kuwasha kideo. Nimefikia pale mwanangu kavaa kile kikoti chake afu ndani kavaa t-shirt yake nyeusi. Mtoto wa Kisomali kapendeza yule. Kashika mwenyewe anatuna. Kaukamata mpira wa Tanzania. Nani anajeuri tena mbele yake? Kuna. Subutu. Mjipange. Kuna mwenye jeuri. Ujipange. Tena tujipange kweli. Kwa viongozi yale waliosamewa kodi wale. Kazi ipo. Kazi ipo. Wewe tuzungumzie Chamanzi Complex. Jana pia mtanange ukiendelea pale TRA dhidi ya Azam FC. Mimi nililala bwana, nilisahau. Nililala. Bwana Manula jana kaondoka na umeme jana. Jana katoka na umeme, afu katoka kwenye stretcher. Lakini kwenye stretcher. Wamebeba huku na huku. Mdogo wangu Manula wanaenda kumweka kule. Alafu lialajiga linazunguka. Yaani ajika kakaa dume la mbwa wewe. Nataka kwenda mbali pale kamwambia baba. Kashikilia kadi yake, hizi ndio kadi. Anazunguka namna kamera nichukue. Anazunguka namna hiyo. Yana anamtaka madaktari wako pale. Alipoona linanyanyuka tu akasema huyu. Alajiga kwa Mungu alajiga. Mambo yasiwe mengi. Alajiga nakwambia kalionyesha likadi jekundu alafu anasema huyu alilala kwenye kitanda. Anaondoka nayo. Mimi sikuangalia, nilisahau nikalala. So unajua na jana mimi pressure ilikuwa nikawahi kulala mapema sana. Lakini sasa tuzungumzie mbona kama huu msimu huu unaonekana kama vile kadi zitakuwa nyingi sana, kadi nyekundu. Maana mpaka sasa hivi kuna kadi 4. Kadi 4 si 2, Manula ya 3. Ya jana Yanga. Jana Yanga ya 4. Yanga hawajapata kadi nyekundu. Hawezi kupata kadi nyekundu, itatokea tu bahati mbaya kwa sababu ni mpira. Wale wana timu ambayo tunasema tactical force. Tactical force. Yaani wanakuforce huko uliko ndio wanakufuata. Umenielewa? Na kishamuona rais wao kakaa pale. Ananiambia huyo hapo huyo. Yupo huyo. Fanyeni mpango. Huku nako huyo refa na koloma utafikiri sijui kitu gani. Yule baba naye anaongea yule. Yule kocha yule. Yule kweli yule. Kweli yule. Yule amekutesa. Sasa umekubali kuwa hataondoka ndani ya mwezi mmoja au miezi miwili. Haondoki babu. Nilikuwa bado nalichukulia poa. Na bado pale wachezaji wengine amewaambia nyinyi mliokuwa nje bado msitegemee mnakuja hapa mkapata namba asubuhi. Mujitume. Mujitume. Sasa babu. Unamweka Huseni Zakwani. Anza namba 1. Mimi naongelea watu wa mbele. Unaongelea zile safu zile winga za mbele kuanzia namba 8 kwenda mbele. Unamweka Zakwani. Aziziki. Namba 10. Unaweka Shaulile. Namba 9. Unaweka Albert Kangwanda pale mkuu wa mkoa. Dajana ndo aliwafumua tena wa kwanza akafungua yeye. Afu unamweka na Ngwanda. Kangwanda. Nani Albert tu mkuu wa mkoa. Unamweka mkuu wa mkoa. Unawaweka wote hao 5 hao. Huseni. Azizi. Shalulile. Kangwanda. Albert Mchalamila. Alafu huyu Maxi. Wote hao unawaweka hao 5 hao. Acha Mungu na mtume hao hapa hao. Tufanye Shalulile tumweke pembeni, anakaa mwalimu Selemani. Nilikuwa nimemsahau babu. Yaani Shalulile tumweke kwa pembeni. Aje mwalimu.
Mtanzania mwenzetu. Kizazi cha nyumbani. Gomez. Funga kipindi. Sema nikimia. Mzee Saidi bana hataki kuizungumzia Yanga siku ya leo, maana pressure tayari imeshapanda. Mimi sina la ziada. Wewe mwanafamilia, kikubwa tunachokusisitiza ili uwe wa kwanza kupata habari za kimichezo ndani ya chaneli hii ya Chapesa Media, subscribe chaneli yako ili uwe wa kwanza kupata habari ya kimichezo na burudani. Tunaendelea kukuletea burudani, michezo katika chaneli hii. Tunapatikana pia social media zote, TikTok, Instagram na Facebook. Wewe andika tu Chapesa Media. Kila kitu kitakuwa bamba tu bamba. Sina la ziada. Bye bye.